Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na hii sio uchawa, ila kwa sababu ya mambo matatu concrete. Moja, yote mtakumbuka utoaji wa elimu ya juu hapa nchini Tanzania umekuwa kwa miaka mingi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kutoka pale tukawa na kitivo Muhimbili na kitivo Morogoro cha SUA. Lakini wakati wote filosofia ya utoaji wa elimu ya juu ni kwamba itakuwa ya kitaifa. Kwa hiyo ilipoonekana kwamba mahitaji yalikuwa yanakuwa makubwa, wanafunzi ambao walikuwa wanahitaji elimu ya juu walikuwa wanakuwa wengi zaidi, jibu ilikuwa ni upanuzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa kuna wanafunzi wangu niwafundisha, watakumbuka, nadhani kuna actually mmoja wao Simon Kilawa kule nyuma, yeye alikuwa rais wa wanafunzi pale chuoni. Kwa hiyo kama mnakumbuka hizo nyenzi za migomo na harakati na msuguano, yeye alikuwa kiongozi mmoja wapo wakati fulani. Na swala moja kubwa ilikuwa ni miundombinu ya vyuo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama kilikuwa kimeelemewa. Kwa hiyo hatimaye mimi nakumbuka mimi na wengine wachache tulitoa ushauri kwa Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete hata kabla hajawa rais, hajashinda uchaguzi, kwamba lazima kijenge chuo kingine kikubwa cha kuweza kupunguzia mzigo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio ikaja wazo la Chuo Kikuu cha Dodoma. Na Chuo Kikuu cha Dodoma, mtakumbuka au mnajua, ni kwamba kwa miundombinu yake na sehemu yake iliyopewa ni kwamba inapaswa kuchukua wanafunzi wengi, maelfu, kuanzia 45,000 na kuendelea. Maana hapo moduli yake, hiyo model ilikuwa ni vyuo vikuu vya nchi nyingine kama Marekani, kama Chuo Kikuu cha Chicago ambacho kina wanafunzi zaidi ya 100,000, au hapa Afrika Chuo Kikuu cha Cairo kina wanafunzi zaidi ya 200,000 wanafundisha pale. Kwa hiyo kwa hiyo kwamba miundombinu yake, walimu wake, kila kitu itakuwa ni chuo kikubwa ambacho tutaweza kuchukua wanafunzi kutoka kila kona ya nchi hii. Sasa hapa nalitaja hili kwa sababu sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan yeye amebadilisha hiyo filosofia ya kutoa elimu ya juu. Ni kwamba itolewe mikoani, kwamba kila mkoa uwe na angalau chuo kikuu kimoja ambacho pamoja na, kwa sababu tunajua maki kitu inaitwa university. University inatokana na neno universal, kwamba elimu ni ya dunia, ni universal. Lakini pamoja na hilo lazima iwe na local content pale chuo kilichopo. Kwa hiyo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam sawa, kina local content yako ni ya Tanzania nzima, lakini uamuzi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake ni kwamba pia kuwe na vyuo mikoani ambavyo vitakuwa vinajali na kutia maanani ile hali halisia ya mahali vilivyopo. Kwa hiyo kama tulivyoelezwa hapa, kama mahali penyewe ni kilimo, ni parachichi, ni mining, basi chuo kikuu hicho kilitilie hilo maanani, pamoja na kwamba kisiwe kwamba ni kijiwe cha Njombe, kwamba kitafundisha tu mambo ya Njombe, sio hayo mambo tena ya universal, hapana. Kwa hiyo ni hiyo university, kwa university mambo ya ulimwengu, mambo ya kihistoria yatakuwa bado yanatolewa, lakini kitatilia maanani zaidi hali halisi ya hali kilichopo na mahitaji na maono ya wananchi wakazi wa maeneo hayo, ili kusaidia kuinua uchumi na hali nyingine za sehemu hiyo. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan.
Sababu ya pili ni uamuzi wa kuchukua mkopo chini ya mradi wa HEET ili kuwezesha mradi huu uwezekane. Inawezekana kabisa, wote tunajua pesa ni, hatuna pesa, deni la taifa linazidi kukua na kadhalika. Kwa hiyo angeweza kusema kwamba hapana, hivi vyuo vitajengwa kufuatana na kudunduliza kwa hela ndogo ndogo kutoka kwenye bajeti ya kila mwaka. Lakini Mheshimiwa Rais na serikali yake waliona umuhimu wa kuwa na vyuo hivi vijengwe mara moja bila kuchelewa, ili vianze kutoa huduma ambayo inahitajika na wananchi wetu. Lakini mwisho, la tatu, lakini sio kwa umuhimu, ni uamuzi wa kuanzisha mradi huu wa chuo kampasi ya Njombe. Tumeeleza tayari wazee waliotoa ombi kwa Mheshimiwa Rais, na wakati ule kamnyama kalishagawiwa vipaja vikaenda huku, Mbawa huku na kadhalika, lakini jungu kuu alikosi mkoka. Kwa hiyo ndio wakaangalia kwenye jungu kuu. Mheshimiwa Rais baada ya kukutana na wazee hapa na kadhalika, akaona kwamba basi zitafutwe hizo fedha zilizobaki ziweze kuwezesha ujenzi wa kampasi hii. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana pia kwa hilo, na ili jukumu tukapewa chuo kikuu cha UDOM kwamba ndio tusimamie ujenzi huu. Kwa hiyo pia naomba kushukuru sana uongozi wa mkoa chini ya Mheshimiwa Anthony Mtaka na wenzie kwa umakini mkubwa wa hali na nguvu ambavyo wameipokea mradi huu na kutoa ushirikiano wa hali ya juu. Kwa kweli hivi ni kwenda beyond ile minimum kuhakikisha kwamba tunafanikisha kazi hii. Lakini pia tunashukuru mapokezi ya huu mradi na wananchi na viongozi wote wa mkoa wa Njombe. Tunafarijika sana na tutahakikisha kwamba tunashirikiana nanyi na tunafanikisha mradi huu. Na pia maki hiyo commitment yenu, hiyo hali yenu, tayari wenu kupokea na kuwezesha huu mradi ufanikiwe, inakuwa ni deni kwetu. Na deni kwetu ni kuhakikisha kwamba tutakuwa na mitaala ambayo itakidhi kiu yenu ya kuongeza ufanisi na kuletea maendeleo. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, ningeomba pia kutoa shukrani nyingi sana kwa Vice Chancellor, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma, ambaye sasa ndiye atakuwa pia mwenyekiti wa baraza la board ya campus ya hapa ya Njombe na wenzake. Kwa kweli wamehakikisha kwamba baki sisi tumepewa hii mwisho kabisa, wengine wote walishatangulia, lakini wamehakikisha wanakimbizana usiku na mchana kuhakikisha kwamba ujenzi unaanza, na baada ya mwaka mmoja kuhakikisha kwamba programu zinaanza angalau kwa uchache wake, wakati unatafuta nyenzo nyingine, fedha nyingine kuendeleza programs nyingine.